الحمد لله الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني واجب الله سبحانه وتعالى baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na yusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tumekusanyika katika markazi ya mabinti ya kuhifadhisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Ummul Qura wa munasaba wa hafla ya binti yake Sheikh Ustaz Kaabi. Hili limetukusanya kwa ajili ya kuja kuungana na Sheikh wetu, kuungana na ustazi wetu ili tuweze kushirikia pamoja katika hafla hii. Basi nikaonelea na mimi pia niweze kuzungumza na ndugu zangu Waislamu katika yale ambayo yananasidiana na jambo ambalo limetukusanya kwa siku ya leo. Ibadullah, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui yangu nitakuwa nikizungumzia alhayatu zawjiyah as-sa'ida fi dawi al-kitabi was-sunnah bifahmi as-salaf al-ummah. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakuwa ninazungumzia kuhusiana na maisha yaliyokuwa mazuri, maisha ya ndoa kwa mwanga wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa salafus salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-sahaba wat-tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tambueni ya kwamba innal hayata az-zawjiyya, ya kwamba maisha ya kindoa ni'matun min ni'amillah, ni'matun min ni'amillah, ni neema ambayo ni miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na neema zilizokuwa kubwa. Bana hal islam ala sakina, Uislamu umelijenga jambo hili la ndoa juu ya utulivu wal mahabba, na juu ya mapenzi wataawun watarahun wal ihsan. Uislamu umelijenga jambo la ndoa juu ya utulivu na juu ya mapenzi
na juu ya kusaidizana na kuhurumiana na kufanyana mambo yaliyokuwa mazuri. Hiyo ndio ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha na ameiweka, ibada ya ndoa. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kilichokuwa kitukufu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema miongoni mwa alama na ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuumbieni kwenu nyinyi wanaume, akakuumbieni kutokana na nafsi yenu, akamuumba mwanamke litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu unaotoka kwa huyo mwanamke. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia kwenu nyinyi mapenzi na huruma. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la ndoa ni ibada iliyokuwa kubwa, ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa waja wake ili iwe ni utulivu na wenye mapenzi, wahurumiane baina yao. Mwanaume amhurumie mwanamke na mwanamke amhurumie mwanaume. Mwanaume ampende mwanamke na mwanamke ampende mwanaume. Haya ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zinaonesha ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Amekumbieni kwenu nyinyi wanaume, kakumbieni mwanamke ambaye anatokana na nafsi yenu, ili mpate utulivu kutoka kwa hao wanawake na mpate mapenzi kutoka kwa hao wanawake. Kwa hiyo mwanamke imekuwa ni sababu ya mwanaume kupata utulivu na imekuwa ni sababu ya kupata mapenzi. Eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema pia katika kitabu chake, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ninyi wa hao wanawake ninyi ni mavazi yao, wa antum libasul lahunna, hao wanawake ni mavazi yenu na ninyi ni mavazi yao hao wanawake. Kwa hiyo lazima miyavae vizuri, miyapende kama mnavyopenda makanzu yenu ambayo mnayavaa, kama mnavyopenda madhaba yenu mnayavaa. Basi wanaume ni kitulizo chenu, kishikeni vizuri eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, eni waislam, innal hayata az-zawjiyya as-sa'ida la tubna 'ala al-mali. Tambueni ya kwamba maisha yaliyokuwa mazuri ya kindoa hayajengwi kwa sababu ya mali, hayajengwi juu ya mali, wala ala jamali wala ala almadhahir, hayajengwi juu ya mali wala hayajengwi katika uzuri wala katika madhahiri muonekano ule. Wa inma tubna ala dini, hakika ya mambo yalivyo maisha ya ndoa, maisha yaliyokuwa mazuri hujengwa kwa misingi ya dini, wal akhlaqi wat taqwa, na hujengwa katika tabia zilizokuwa nzuri na ucha Mungu. Eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndiyo maisha yaliyokuwa mazuri ya ndoa. Maisha yaliyokuwa mazuri ya ndoa hujengwa katika misingi iliyokuwa sahihi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakashikamana nayo masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Pia maisha mazuri ya ndoa hujengwa katika tabia zilizokuwa nzuri, sio mtu kuwa na tabia zilizokuwa mbaya. Pia maisha ya ndoa hujengwa katika ucha Mungu. Eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika jambo hili la kudhibitisha ya kwamba jambo la ndoa hujengwa katika misingi ya dini na hujengwa katika akhlaq na hujengwa katika takwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadfar bidhati dini tadbati yadaka, chagueni yule mwanamke aliyekuwa na dini, ili mikono yako isije kaangukia pua, isije ikalama mchanga. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba isije ikapata hasara. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mchagueni mwanamke ambaye amejipamba kwa misingi iliyokuwa sahihi, misingi ya dini. Yani ikhtari zawja sahibatud din yakun laka alkhairu kulluh. Chagueni mwanamke aliyekuwa mtu mzuri, mtu wa dini, utakuwa wewe kwako wewe utakuwa na khairi zilizokuwa nyingi, utakuwa na khairi zilizokuwa zote. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawidu, akikujieni, pindi atakapokujieni kwenu nyinyi yule ambaye mnaridhia kwake yeye dini yake na mnaridhia tabia zake, basi muozesheni mtu huyo ambaye mmemuona dini yake ni nzuri,
amejipamba katika misingi mizuri ya dini, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ana tabia zilizokuwa nzuri, basi mtu huyo muozesheni, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili tosha ya kwamba ndoa iliyokuwa nzuri, ndoa yenye maisha yaliyokuwa mazuri, haijengwi kwa sababu ya mali wala haijengwi kwa sababu ya uzuri wa mtu, bali ndoa hujengwa katika maisha ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hujengwa katika tabia zilizokuwa nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju, pindi atakapokujieni yule ambaye mmeridhia dini yake na mmeridhia tabia zake, basi muozesheni. Hebu angalieni zama zetu hizi, wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wameona ya kwamba sasa hivi ni ulimwengu wa kitadawazi, akimjia mtu ambaye ana mali na akimjia mtu ambaye ni shekhe, basi anachagua yule ambaye amekuja na gari lililokuwa zuri akatua katika kiwanja chake. Wanaacha maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa siku wanakuja kulalama ya kwamba vipi watoto wangu mbona hawakai katika ndoa, mbona maisha hayawi mazuri? Kwa sababu wewe utaangalia misingi iliyokuwa sahihi, misingi ambayo tumewekewa na sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min qawaidi saada az-zawjiyya ayarifa kullu min az-zawjayn huquqahu wa wajibatihi. Tamweni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika miongoni mwa misingi iliyokuwa mizuri, misingi ya ndoa ni kufahamu, misingi ya ndoa ni kufahamu kullu min az-zawjayn, kila wanandoa wawili, mwanaume akafahamu na mwanamke akafahamu hukukahu wa wajibatihi, akafahamu haki zake na akafahamu wajibu wake. Haya ni wajibu, ni mambo ambayo yanampasa kila Muislamu hayafahamu, na haya hayapatikani isipokuwa ni kukaa katika majalisi za elimu. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tambueni misingi mikubwa ambayo inajengwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inajengwa katika manhaji yetu, manhaji iliyokuwa bora, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manhaji as-salafiyya. Lazima mja wa Allah subhanahu wa ta'ala akae chini asome kila kona, kila pande ambayo yanakuwa ni wajibu kwake yeye, ambayo yanamtekelezea kwake yeye. Akae asome dini yake, asome maisha ya ndoa yake, asome misingi ambayo inampasa kutekeleza katika haki zake na haki za mke wake, na mwanamke asome haki zake na asome haki za mume wake. Miongoni mwa haki, jambo la kwanza ambalo tutaliona ni katika hukuku zauji ala zaujati, ni haki za mwanaume anazozipata kutoka kwa mke wake. Haki za mwanaume ambazo anapaswa hazipate kutoka kwa mke wake, at-ta'atu fil ma'rufi, ni kwamba mwanamke hamtii mume wake katika mambo yaliyokuwa mema, mambo ambayo ni maarufu, mambo yaliyokuwa mazuri. Mwanamke ni wajibu kwake yeye hamtii mume wake. Na jambo lingine ambalo ni katika haki za mwanaume anazostahili kuzipata huyu mwanaume kutoka kwa mke wake, hifdhul farji wal baiti wal mali, ni mwanamke amhifadhie mume wake utupu wake, na hifadhi nyumba yake, na hifadhi mali zake. Hili ni jambo ambalo limewekewa kwa mwanamke, haweze kuhifadhi mambo ambayo ni wajibu kwake yeye, kuhifadhi mali ya mume wake, kuhifadhi nyumba yake, akakatuliza na katika nyumba yake, na akahifadhi utupu wake. Pili, tatu, alqiyam ala khidmati albayt bima jarrat bihi al'ada, ni mwanamke kusimamia juu ya majukumu, kumhudumia mume wake, kuhudumia katika yale ambayo ni katika nyumba, yale ambayo ni mazoea tu ya mbili kwa mwanamke ahudumie. Kama ilivyo baadhi ya watu wamekuwa na fikra zilizokuwa mbaya. Mwanamke unakuta anamwambia mume wake, mimi sijaja kuja kukufuria wewe, sijaja kukupikia wewe. Hizi ni fikra zilizokuwa mbaya. Ni wajibu kwa mwanamke, na wanawazuoni maulama wa sunna wamesema ya kwamba ni wajibu kwa mwanamke kumfanyia khidma mume wake, kumfanyia khidma, kumpikia, kumfuria, kumuoshea watoto wake, kusafisha viwanja vya nyumba yake. Hili ni jambo lilokuwa la wajibu kwa mwanamke kulisimamia, kusimamia mambo ambayo ni khidma, kumpikia mume wake na kumfanyia usafi mume wake na nyumba ya mume wake. Yani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, haya inabidi tu yafahamu, yabidi kila Muislamu ayafahamu katika haki zake. Mwanamke hayafahamu haya na mwanaume hayafahamu haya. Na jambo lingine, adamul khuruj illa biidhnihi, mwanamke asitoke katika nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Asitoke mwanamke katika nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Hili ni jambo ambalo limewekewa sheria kwamba mwanamke asitoke katika nyumba isipokuwa kwa idhini ya mume wake.
haya yamedhihiri katika zama zetu hizi. Wanawake waliokuwa wengi wanaonekana wakitoka katika majumba yao wala hata hawana ruhusa, bali mwanamume anasikia kwamba mke wangu tayari ameenda sehemu fulani, ameenda sehemu fulani. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika haya. Na jambo lingine, husnul tabaul walinul kalam, ni uzuri, uhusiano uliokuwa mzuri na kumhudumia vizuri mume wake na kuzungumza naye kwa upole. Mwanamke lazima atoe sauti iliyokuwa nzuri, atoe maneno ya upole, asipate sauti mbele ya mume wake. Hili ni jambo lililokuwa la wajibu kwa mwanamke. Halifahamu ya kwamba haifai kwa mwanamke kutoa sauti mbele ya mwanaume. Akapaza sauti, hima iwe ni sauti kwa ajili ya kumlaumu ama kwa ajili ya kuonesha ya kwamba yeye ana ubabe fulani hivi mwanamke. Kwa hiyo alifai kwa mwanamke kupaza sauti mbele ya mume wake. Qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, like ningekuwa mimi ni mwenye kumwamrisha yeyote amsujudie yeyote, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Ningekuwa ni mwenye kutoa ruhusa ya kwamba yawezekana ukamsujudia kitu chochote, basi mimi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Lakini madamu jambo la kusujudu ni kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna amri yoyote ya kuweza kukisujudia kiumbe chochote ikawa ni wajibu kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, basi ningemwamrisha mwanamke hamsujudie mume wake. Ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni lidhami hakihi alaiha. Hii ni kuonesha ule ukubwa ambao mwanaume anakuwa nao kwa mke wake. Ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haki nyingine ni haki ambazo ni haki za mkewe, haki za mwanamke anazozipata kutoka kwa mume wake. Mwanaume anapaswa atambue haya ya kwamba anapaswa atekeleze haki za mke wake. Moja katika haki za wanawake wanazostahili kuzipata, an-nafaqatu was-sukna, ni kupata nafaka, kupata matumizi, chakula. Mletee chakula na utulivu, sehemu ya kukaa, makazi. Mpe makazi yaliyokuwa mazuri, mpe chakula kilichokuwa kizuri, mlishe pale ulipokula kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mvalishe pale ulipovaa. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haki nyingine ni al-muasharatu bil ma'rufi, ni kuwa na uhusiano uliokuwa mzuri, uishi naye kwa wema mwanamke uishi naye kwa wema, sio wewe kumbeza, kumtukana, kumpiga kila wakati. Mwanamke anapata tabu kutokana na wewe na tabia zako zilizokuwa mbaya. Mwanaume inambidi mwanamke apate haki zake kutoka kwa mume wake, haki ya kuishi naye vizuri, muashara uliokuwa mwema. Na jambo lingine, kumheshimu mwanamke na kumfanyia al-adlu baina az-zawjat liman kana lahu aktharu min wahida, ni kufanya uadilifu baina ya wanawake kwa yule ambaye atakuwa na zaidi ya mke mmoja. Yule ambaye amejaliwa Allah akamruzuku akawa na neema ya kuwa na zaidi ya wanawake mmoja, akawa na wanawake wawili ama watatu ama wanne, hawe na uadilifu baina yao hao wanawake. Asiegemee upande mmoja akamwacha mwanamke mwingine anahangaika, anaenda kwenye vigodi, anaenda sehemu mbalimbali kutafuta kile ambacho kinaweza kikamtoshelezea katika mahitaji ya familia yake na watoto wake. Mwanamke akawa anahangaika, lakini upande mwingine akawa yeye huyo mwanamume ndio anamhangaikia mwanamke mwingine, huyo amemwacha, amemtelekeza. Hili ni wajibu kwa mwanaume, ni katika haki za mwanamke anazostahili kuzipata kutoka kwa mume wake, ya kwamba mwanaume hawe ni mwadilifu baina ya wake zake, kwa yule ambaye amejaliwa akawa na wanawake zaidi ya mmoja. Ni wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ya kwamba mwanamume asiwadhulumu hao wanawake wala asimkebei na kumwambia maneno yaliyo kwa mabaya ya kwamba wewe laiti nisingekutoa kwenu ungekuwa maskini wewe, ama ungekuwa hivi na hivi. Haya ni maneno ambayo hayastahili kwa mwanaume ambaye ana akili iliyokuwa salama, ambaye amelelewa katika malezi ya Uislamu. Uislamu umemfunza katika malezi yaliyokuwa mazuri. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na ishi nao hao wanawake kwa wema. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa watu wake, kwa familia yake, kwa mke wake, huyo ndio mbora wenu kwenu nini. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, taqumu alhayatu az-zawjiyya, maisha ya ndoa yaliyokuwa mazuri yanasimama juu ya misingi kama ifuatavyo. As-sabru wat-taghaful, ni kusubiriana, kuwa na subira
jambo ambalo ni katika misingi ya kindoa. Ndoa yako unahitajia iwe katika uzuri, ndoa iwe ni nzuri, ndoa iwe imepambika katika misingi iliyokuwa sahihi. Mwanamke akupende na wewe mwanamume umpende mwanamke, lazima wale wa Allah subhanahu wa ta'ala wasubiriane, wawe na subira, wataghaful na wawe ni wenye kusameheana katika yale makosa madogo madogo. Qala subhanahu wa ta'ala, wala tansau alfadla bainakum, wala msisahau nini? Msisahau fadhila zilizokuwa baina yenu nyinyi. Ukasahau kila ambacho amekufanyia mke wako katika kipindi cha kwanza wewe umemwoa. Kuna baadhi ya wanawake wanasema tangia mimi niolewe sijawahi kupata raha. Hebu tunakuuliza ewe mwanamke, hata siku yenyewe ya kuolewa ukupata furaha kweli? Mara ngapi ulikuwa unasema kwamba kwa kweli hakika nimeingia katika maisha mazuri, lakini baada ya kwamba mwanaume amekosea kidogo tu ndio ukaona kwamba hajawahi kufanya wema. Hili halifai. Lazima ukumbuke wema aliyokufanyia wewe mwanaume, kumbuka wema ambao amekufanyia mwanamke. Wakala nabii sallallahu alaihi wasallam, na amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'mina in qarha minha khuluqan radiya minha akhar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asikasirike mu'min mwanaume au mu'min mwanamke pindi atakapokuwa amechukia miongoni mwa yale ambayo amekasirika kutoka kwa mke wake katika tabia, basi ataridhia na tabia nyingine, atairidhia tabia nyingine. Kuna tabia nyingine ataipenda kutoka kwa mume wake ama ataipenda kutoka kwa mke wake. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abad, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea na hutuba yetu ambayo inazungumzia alhayatu azawjiyya as-sa'ida fi dawi alkitab was-sunnah bifahmi as-salaf al-ummah, maisha ya ndoa, maisha yaliyokuwa mazuri ambayo yapo katika mwangaza wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama, ndio tunayoangalia katika hutuba yetu ya siku ya leo. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tulikuwa tunaangalia miongoni mwa kanuni na misingi ambayo inaweza ikatengeneza familia ikawa katika uzuri, ikawa katika maisha yaliyokuwa mazuri. Miongoni mwa mambo ambayo ni misingi ambayo mtu anaweza akasimama nayo familia yake ikatengamaa na ikawa vizuri, ni husnul muashara, ni muashara uliokuwa mzuri. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na ishini nao hao wanawake kwa wema, khairukum li ahlihi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbola wenu ni mbola wenu kwa watu wake. Mbola wenu ni yule ambaye ni mbola kwenu nini? Kwa watu wake, kwa familia yake, kwa mke wake, anaishi vizuri na wake zake. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kanuni nyingine au msingi mwingine wa kuweza kutengeneza maisha yaliyokuwa mazuri, al-adlu baina al-huquq, ni kufanya uadilifu baina ya haki, kufanya uadilifu baina ya haki. Hasa wale ambao wamekuwa na wanawake zaidi ya mmoja, lazima wafanye uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na kwa wao hawa wanawake ni kama sawa tu wao hawa yale ambayo wanayo wameyasimamia katika uwajibu wao, yaliyokuwa juu yao, yaliyokuwa wajibu kwa wao, kwa maarufu wa wema, wasimamie kwa wema hawa wanawake, na wana haki zao hawa wanawake, lazima usimamie. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ittaqullaha fil nisa'i, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hao wanawake. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal islama, bas hakika ya uislamu, قد وضع أسسا عظيمة لبناء بيت قائم على السكن والمودة والرحمة والتقوى. katika Uislamu umeweka wazi misingi iliyokuwa mitukufu ya kuweza kujenga nyumba ambayo itakuwa imesimama katika utulivu, imesimama katika upendo, imesimama katika kuhurumiana, na imesimama katika uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya Uislamu huu uwe na misingi yake. Fazawaju, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fazawaju ibadatun, ndoa ni ibada, wala tastaqimu al-ibada, na ibada haiwezi kusimama illa bittibai hadiyul Qur'an, isipokuwa kwa kufuata mwongozo wa Qur'an wa sunna wa fahamu salafil umma.
kwa kufuata mwongozo wa Qur'an na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwa ufahamu wa masahaba, kwa ufahamu wa tabi'in na kwa ufahamu wa salaf. Tunaposema salaf ni wale wema waliotangulia wakawa wamesimama katika Uislamu uliokuwa sahihi, Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndoa inajengwa katika misingi ambayo inajengeka katika Qur'an, katika mwongozo wa Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Ini waja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika misingi ambayo ameiweka kuweza kuijenga ndoa ikajengeka katika misingi iliyokuwa imara, misingi iliyokuwa mizuri, misingi ya mapenzi, misingi ya kurumiana, misingi ya kupendana, misingi ya kusameheana. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kukumbieni kwenu nini, akakumbieni kutokamana na nafsi yenu, akakumbieni mwanamke ili mpate utulivu kutoka kwa huyo mwanamke, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu nini mapenzi na huruma. Akajalia baina yenu nini mapenzi na huruma. Mwanaume ampende mwanamke na mwanamke ampende mwanaume. Haya ameyajalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumuumba, na ndio lengo la kuumba kwa mwanamke, ili uwe ni utulivu kwa mwanaume. Mwanaume apate mapenzi na mwanamke apate mapenzi, mwanaume apate huruma na mwanamke apate huruma. Ni waja Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa misingi iliyokuwa muhimu ya kujenga ndoa iliyokuwa nzuri, ya maisha mazuri ya ndoa ni at-taqwa, ni ucha Mungu. Ni waja Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hiya asasu kulli khairin fil hayati zawjiyya. Na ucha Mungu ndio msingi wa kila kitu, ndio msingi wa kila khairi katika maisha ya ndoa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Na yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kwake yeye kuwe na matokeo yaliyokuwa mazuri, sehemu ya kutokea. Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, amesema Ibn Qayyim rahimahullah: ma adkhala al-adl fi alaqatihi khairan mithla at-taqwa was-sidq. Mtume Ibn Qayyim rahimahullah anasema yule hakuna mtu ambaye ameingia katika mafungamano yake yaliyokuwa ya kheri mfano wa ucha Mungu na ukweli, mfano wa yule ambaye amekuwa ni mcha Mungu na amekuwa ni mkweli katika mambo yake, katika maisha yake akawa ni mkweli, katika mambo yake akawa ni mkweli, katika ndoa yake ni mkweli, ni mcha Mungu, anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anapotaka kufanya jambo fulani, basi anakumbuka ya kwamba kuna adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuna amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameniamrisha hivi niishi vizuri na wanawake, Allah ameniamrisha hivi nijenge mapenzi na huruma kwa hawa wanawake. Basi akiwa ni mcha Mungu, huu cha Mungu ni msingi mkubwa ambao unaweza ukajenga maisha mazuri ya ndoa. Na msingi mwingine ambao unaweza ukajenga maisha mazuri ya ndoa al-mawaddata war-rahma, ni mapenzi. Al-mawaddata war-rahma ni mapenzi na huruma. Al-hayatu zawjiyya, maisha ya kindoa, la taqum ala al-mali wal-jamali fakat. Maisha ya ndoa hayasimami katika upande wa mali tu wala katika upande wa uzuri tu, bal ala ar-rahma wa husnul khuluq. Bali mapenzi ya ndoa haya, maisha ya ndoa yanasimama juu ya huruma na tabia zilizokuwa nzuri. Wakana nabii sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yukabilu zawjatihi yusaiduhunna fil bait. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakumbatia na kuwabusu wake zake, ili kuonesha mapenzi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiwakumbatia wake zake na alikuwa akiwasaidia miongoni mwa baadhi ya shughuli katika nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anawakumbatia wake zake kuonesha haya ni huruma kwa wake zake, kuonesha ya kwamba ana mapenzi kwa wake zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingiza furaha katika nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingiza furaha katika nyumba yake. Hebu jifikirie wewe, tangia umuoe wewe mke wako na wewe unaenda kuoa, tambua miongoni mwa misingi ambayo ya ndoa, misingi iliyokuwa mizuri ni kuingiza furaha katika ndoa yako, katika nyumba yako. Hii itakusaidia wewe kujenga nyumba iliyokuwa nzuri. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala,
Na jambo lingine ambalo linajenga nyumba iliyokuwa nzuri, as-salatu fil baiti, ni swala katika nyumba. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wao wanasali katika nyumba zao, wanawake wasimamishe swala na wanaume waswali sala za sunna katika nyumba zao. Hii ni kwa ajili ya kulinda na kutilia baraka katika nyumba zao. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakisome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba zao, na walete adhkari katika nyumba zao, na walete dua, na wawalee watoto wao katika misingi ya iman na misingi ya manhaji iliyo kwa sahihi, misingi ya manhaji ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo, na Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha ya kwamba lazima kila mja ashikamane na manhaji aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah akawa amewasema vibaya wale ambao wataiepuka na wakaenda mbali na manhaji. Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yushaqiq ar-rasula, na yule atakayemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kinyume na mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kinyume na manhaji aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kujiliwa uongofu tayari ameshabainikiwa uongofu ya kwamba hii ndio njia iliyokuwa sawa, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio misingi iliyokuwa sawa. Misingi ya ndoa inajengwa katika manhaji, maisha yako yajengwa katika manhaji, ibada zako ziwe katika manhaji, miamala yako iwe katika manhaji. Na akamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tutamuelekeza kule kule halikoelekea, wa nusrihi jahannama wa sa'at masira, na tutamuingiza katika moto wa jahannam. Ubaya ulioje wa mafikio ya mtu huyu ambaye ameacha na kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameacha akida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameacha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema vibaya. Kwa hiyo ni wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yaliyokuwa mazuri ya kindoa ni kumjenga mwanamke katika kuwalea watoto katika misingi iliyokuwa sahihi ya imani. Haya ni maisha yaliyokuwa mazuri. Wale wa Allah subhanahu wa ta'ala waisome dini yao katika misingi iliyokuwa sahihi, wawalee watoto wao katika imani na takwa na uchamungu na manhaji iliyokuwa sahihi. Wa kana salaf yusalluna wa yadhkuruna Allah ma'a ahlihim, na walikuwa salaf walikuwa wakiswali na wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na watu wao. Albaytul ladhi, na nyumba ambayo tuqamu fihi ta'at, inasimamishwa ndani mwake taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na taa ni kufuata yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha makatazo ambayo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Nyumba ambayo inasimamishwa ndani mwake taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yukhriju ajyalan salihah, basi utolewa kizazi kilichokuwa chema. Nyumba ambayo imemcha Allah subhanahu wa ta'ala ikasimama katika misingi iliyokuwa sahihi, utolewa kizazi kilichokuwa chema. Allahumma aslih lana azwajana wa aslih lana abna'ana waj'al buyutana 'amiratan bil iman was-sakina war-rahma. Allahumma alif baina qulubi al-azwaj waz-zawjat wasrif 'anhum الشيطان ونزغاته. اللهم اجعل بيوتنا بيوت الطاعات وهدى واستقامة. اللهم اغفر لنا والوالدين والجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.